mtoto kaunganishwa na upendo na mapenzi ya makusudi kati yetu. Kwa hiyo hawezi kuvunjwa na hisia mbaya za watu wengine. Unatakiwa ukue, Martin. Please, nakuomba mama. Forgive me. Leo imekuwa siku fresh sana, leo imekuwa siku poa sana. Karibu sana kwenye Zamaradi Updates. Mimi ni Ben Talented, mkali wa hizi kazi. Kazi yangu ni kuhakikisha tu kwamba hapo ulipo basi undokoni miongoni mwa watu ambao wanafahamu vitu vingi sana. Kupitia Zamaradi TV channel namba 13. Karibu sana kwa ajili ya kuweza kuangalia nini ambacho siku ya leo nimeweza kukuandalia. Leo nimeruka na mshikaji anaitwa Manyanya. Kama ni mfuatiliaji mzuri sana wa social media na pia upande wa YouTube, kuna hii hapa tamthilia inaitwa Dunia. Moja ya tamthilia ambayo inafuatiliwa sana hivi sasa, na miongoni mwa characters ni Manyanya ambaye leo nimemdaka katika 18 zangu na kwa ajili ya story zaidi kuhusiana na kinachoendelea katika tamthilia hiyo ya Dunia. Manyanya niko naye live. Experience ya uigizaji actually mwanzo haikuwa rahisi sana, kwa sababu kipindi napata uhusika huo ilikuwa najitafuta kuona kwamba ni Manyanya gani ambaye anatakiwa aonekane ili aweze kuwasilisha ule ujumbe ipasavyo. Lakini kadri mchezo unavyozidi kwenda ndipo ambapo unajikuta sasa unaanza kuvaa vizuri ile koti la ule mhusika ambaye anatakiwa aonekane kupitia mchezo huo. Na mpaka sasa hivi kwa asilimia nyingi naona kama kuna namna fulani ujumbe umeweza kufika kwa hadhira kutokana na kile ambacho kilitakiwa kioneshwe. Kwa hiyo so far experience imekuwa ni nzuri sana, kwa sababu inaonekana kabisa ile target iliyokuwa inakusudiwa kwa mwandishi imefika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa experience hiyo. Watu wanajiuliza sana kwamba Manyanya hii kitu ambacho anachoonyesha katika Dunia ndi uhalisia wake wa maisha au ni maigizo tu? Hapo kuna mgawanyiko kidogo wa asilimia. Zipo tabia ambazo kweli Manyanya anazo, lakini zipo tabia ambazo Manyanya wa hapo ameongezewa hana hizo tabia. Kwa hiyo ni 50-50 naweza nikasema. Kuna baadhi ya vitu kweli ninavyo nacheza uhalisia, na kuna baadhi ya vitu sina. Hiyo katika swala la uchezaji, lakini katika swala la story ya mchezo, Manyanya ambaye katengenezwa humo ni asilimia kubwa character iliyotengenezwa kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe ambao ulikusudiwa kwenye hiyo story. Sawa. Pengine hii hali ya nafasi yako katika Dunia ya kuwa miongoni mwa watu ambao katika umebeba dhima zima ya mapenzi na misemo aina ya lugha ambayo unaitumia pia pengine imekuwa ni kama kivutio cha watu wengi sana. Hii lugha unaitumia kaka, ni lugha ambayo pia unatumia kwa ajili ya kuweza kukamata pia njiwa au ni kwa ajili ya maigizo tu? Actually kila kinachofanyika hapo naweza kusema ni hazina ya sehemu ya kipaji ambacho msanii huyu barikiwa. Mimi Manyanya nimebarikiwa. Kwa hiyo maneno hayo ninayo, kiasi mbali uigizaji, lakini ni natural, ni kitu ambacho kipo ndani yangu. Kwa hiyo kuna namna kiasi mbali kuigiza naweza pia nika-apply katika matumizi yangu mengine ya kila siku, na hiyo ndio faida ya kuwa na zawadi kama hiyo. Kwa hiyo sometimes yes natumia kwa sababu ni kitu changu, lakini sikitumii vibaya pia ili kuweza kuleta madhara kwa jamii na kuwaibu pia watu wengine. Sawa, swali langu la mwisho, na pengine unaweza ukaeleza kwa upana zaidi kuhusiana na sanaa ya uigizaji. Zamani ilikuwa ni ngumu sana mpaka uwepo katika miongoni mwa TV channels au tamthilia ambazo zinarushwa katika TV station, lakini hivi sasa Dunia inapatikana YouTube tu, lakini impact yake imekuwa ni kubwa sana. Hilo swali la kwanza pia utanijibu. Lakini swali la pili ni ushindani ambao upo kwa YouTuber. Tumeweza kuona kwamba hapa kina Clamvevo wapo na baadhi ya watu ambao wanafanya pia kama nyinyi ambao mnafanya. Dunia imekuwa miongoni mwa vitu ambavyo miongoni mwa movie ambayo inafuatiliwa sana. Hebu kwa maswali hayo mawili pia unaweza kutueleza nini hapa Manyanya? Nikianza mara kwanza, it's true. Unajua tangu nyuma huku YouTube channel haikuwa na nguvu kubwa. Nafikiri ni kutokana pia na maudhui ambayo yalikuwa yakiruka kipindi kirefu kilichopita. Kwa hiyo hata sisi pia tuliliona hilo, na kuna namna fulani tuliamini kwamba
Hapana. Kinachopelekea watu kuweza kukubali kitu ni kitu kinapokuwa kizuri. It doesn't matter hicho kitu kitakuwa kinaonekana katika engo gani. So far unaweza kukipata basi kitu kizuri, tunaweza tuka capture audience kubwa na mambo yakawa yanaeleweka. Kwa hiyo ndio ikafanya tutumie nguvu kubwa katika kuwekeza kuandaa kitu ambacho ni kizuri, lakini pia kuandaa uwasilishaji ambao utakuwa ni mzuri, na mwisho wa siku kweli impact ikaonekana. Kwa kila ambacho kimetokea kuna namna fulani tulikipicture kabla kuweza kukiachia kwamba hapana, hii inawezekana pia kutengeneza kitu ambacho kitaweza kuweka revolution hata huku pia, kiasi ambacho kikavuta watu kutoka sehemu nyingi, kutoka katika channels tofauti, na kuweza kuamini kwamba hiki pia kinawezekana. Kwa hiyo tunashukuru hiyo ndoto yetu pia imeweza kufanikiwa kwa asilimia, naweza nikasema kwa asilimia isiyopungua 70. Lakini kile ambacho tunakitamani zaidi, nafikiri bado tuna deni kubwa la kukifanya zaidi, ili watu waone kwamba kokote pale inawezekana, as long as kazi iwe ni nzuri na wasilishaji pia uwe ni mzuri. Everything is possible. Nikija kwa la pili, kweli kuna hii si ushindani, kwa sababu sisi hatufanyi kazi kwa mashindano, hatupo kwenye ligi. Sisi tunafanya kazi kwa ubora na kiwango kwa ajili ya kuweza kuifikishia adhira. Sisi ni watumishi, tunaitumikia adhira kila siku. Jukumu letu ni kuona wapi kuna vuja ili tuweze kuziba, maisha yaweze kwenda vizuri. This time around tumekuja na hii swala linalohusiana ndoa. Tukizungumzia dunia, ina maana sisi tumegusa engo moja tu, hususan katika hii muongo wa mwanzo. Hii ni season 1 tu yote ambayo inazungumzia zaidi masuala ya ndoa na mahusiano. Ndio maana ukiangalia vizuri tunaona tumezungumzia sana mapenzi kuliko engo nyingine ya maisha. This is the target ya season 1. Lakini tukishakamilisha hii, ina maana ipo season 2 ya dunia, ipo season 3 ya dunia, na hii exclusive tu nimeitoa. Na utaangalia katika season 2 na season 3 maudhui kuna namna yatabadilika, lakini yote lengo ni moja tu, kuangalia eneo lililovuja kwenye jamii na sisi kujaribu kuliziba kwa ajili ya kuweza kuweka sawa maisha yaweze kwenda vizuri. That's the target. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa malengo ya kuitumikia jamii, lakini tunaishi kwa mashindano ya ligi. Kwa kama kuna watu wanafanya kazi kwa ajili ya mashindano, sisi hatupo huko. Ndio maana huwa tuangalie nani kafanya vizuri zaidi yetu, ama nani anakuja kwetu, ama nani anajaribu kutukimbilia. Atuangalie hivyo vitu kabisa. What we looking for ni wapi tunatakiwa tufanye kwa ajili ya kuiweka na kuishape society kwenye maudhui mazuri, na hicho ndicho ambacho tunaangalia. Kwa hiyo sisi huwa tunashindana na kila siku yetu, na huwa hatushindani na watu wengine. By the way, wengine wanafanya vizuri pia kutokana na zile targets zao ambazo wanazikusudia. All is good. Nikushukuru sana Manyanya. Asante sana pia kwa time yako. Yes, tumepata wasaha mzuri sana kumsikiliza hapo. Manyanya ameweza kujaribu kuzungumza kile ambacho upande wake anakiona kiko fresh kabisa kuhusiana na movie yao ambayo inaitwa Dunia. Inapatikana pia kule YouTube. Kwa support zaidi, so mbaya kwenda kusupport na kujua nini ambacho umendani ambacho huwa mara kadhaa wanakuwa wanafanya. Hii hapa ni Zambaradi Updates. Mimi ni Ben Talented. Ciao. Huyu sio rafiki. Yaani kama anapata hiyo power ya kuja kunitongoza mimi, anajua kabisa wewe ni rafiki yako, alafu mimi ni mke wako wa ndoa. Anapata hiyo nguvu ya kuja kunitongoza mimi. Basi sio rafiki wa kweli huyu. Ngoja nikwambie. Kuna siku ulikuja naye hapa. Wakati unaondoka, alinitekenya mkono. Hakuna itoshi, sijui hata amepata wapi namba yangu. Ananitumia message kila siku. Na sio tu message, ni message za mapenzi. Sijui unanielewa? Sikutaka kukuambia kwa sababu nyinyi ni marafiki. Nilihisi naweza nikawagombanisha. Jana umetoka tu hapa. Kaingia ndani hajapiga hodi. Haujaja naye. Yaani ni kama kwake au ni kama chooni au ni sehemu ambayo amezoea kuingia, ni kama club sijui basi sijui. Ameingia ndani, amenikuta nimevaa kanga moja tu. Akaanza kuongea ujinga wake. Kwamba mimi sijui nini. Hebu nikwambie wewe kaka. Kama ni tabia yenu huwa mnatongozeana wanawake huko nje, wewe unaweza ukatembea na mwanamke wake na wewe anaweza kutembea na mwanamke wako. Ni huko. Iishie huko. Mimi najiheshimu. Tena najiheshimu zaidi hata unavyofikiria.